Tundu Lissu alipopigwa marisasi alikuja Nairobi, akatibiwa Nairobi. Wakati Magufuli alipokuwa na matatizo, kuna ruma ati ya kwamba alikuwa Kenya akipokea matibabu. Pia wakati ule anaitwa Suluhu ndio uweze kupata kusapotiwa ndio ukuwe rais wa Tanzania. Rais wetu Uhuru Kenyatta alikuunga mkono, akakusupport na akakupigania na waka make sure ya kwamba nchi ya Tanzania haipati kuteleza hata kidogo kwa sababu ya sintofahamu ambayo iliyotokea kutokana na kifo cha Magufuli. Rais wa Kenya, rais wa Tanzania, rais wa Uganda, rais wa Rwanda, rais wa Burundi, rais wa DRC, rais wa Sudan, wote kwa pamoja, maana ni muungano wa East Africa, walikushika na wakasimama na wewe vizuri na wakakusimamisha na wakasema utaendelea, na ukaendelea mpaka hapa. Sasa umeinuka baada ya kukaa vizuri na kukaa kwa njia nzuri, umeinuka kinyume na ushirikiano wa East Africa. Martha Karua, jaji mkuu mstaafu, wakaja Tanzania, huku hapa heshima hata kidogo kama viongozi. Hawakuja kuvuruga amani, walikuwa nakuja kushiriki pamoja na mfungo wa kisiasa Tundu Lissu, lakini uliwafurusha ukawafukuza katika Kenya. Kumbuka kuna Watanzania wengi walio katika taifa la Kenya kwa ajili ya mambo ya kisiasa. Lowassa alikuja kwa sababu ya mambo ya kisiasa, alikuwa anapinga serikali. Lakini alipokuja tulimshika vizuri, tukampatia hifadhi mpaka wakati alitaka kurudi kwao, karudi kwa njia nzuri. Watanzania wengi walifanya hivyo. Tundu Lissu walifanya hivyo, walikuwa wanapinga serikali, lakini serikali ya Kenya haikushirikiana kwa njia yote ile kutoa ama kufanya jambo ambalo linaweza kufanya kuonekana kama tuko against mtu ambaye anapigania uhuru wake. Kwa sababu kusudi tu hajaribu amani ya nchi. Na sidhani Martha Karua alikuwa ameharibu amani ya nchi. Sidhani jaji mkuu Willy Mutunga aliharibu amani ya nchi. Sidhani Mwangi na huyu mama kutoka Uganda kuna amani ya nchi walikuwa na furuga. Na kama walikuwa na vuruga amani, mungewastaki, wangepelekwa kwenye mahakama, wastakiwe kama wana East Africa, sio wa Kenya, kama wana East Africa na watu ambao wamefanya mambo maovu katika nchi. Sasa tendo ambalo mimi limefanya nikazungumzia hili neno ni kuangalia, kwa sababu nimekuwa nikizungumzia sana uhasama wa kidini. Na hapa Kenya nikalizungumzia wakati dini la Kiislamu limetaka kuinuka kwa njia kubwa kujaribu kupiga dini la Wakristo. So mimi kwangu katika sheria na mujibu wa sheria unasema kila mtu ako na uhuru wa kuabudu. Hakuna mtu anafaa kuzuia ama kutumia dini kunyanyasa wengine. Hapa Kenya tulipoona Waislamu wanataka kuinuka mepenya kwenye serikali kujaribu kuvuruga dini zingine ama kuvuruga maisha ya watu wale wengine, tuliinuka kwa pamoja tukakemea lile jambo na lile jambo likashuka. Sasa wewe Samia Suluhu umefunga kanisa la Gwajima eti kwa sababu ya maombi ya siku 7. Alisema anataka kukuombea wewe, kuombea makamu wa rais, kuombea waziri mkuu, kuombea bunge, kuombea mapolisi, kuombea taifa nzima, kuombea wanani, kuombea amachinga, kuombea wale watekaji nyara wote. Na akasema Tanzania na CCM sio inchi iliyohasisiwa na Nyerere kwa ajili ya kuteka watu nyara. Kenya tumekuwa na jambo kama hilo, lakini tumeinuka kwa pamoja tukalizuia. Kitu ambacho unakifanya Suluhu ni kwamba you are inviting a system that will come to fight you. The kind of trend ambao unatengeneza itakuwa na uhasama mkubwa baina ya dini ya Kiislamu na dini ya Kikristo Tanzania. Nyerere alifanya jambo kubwa, akatushinda sisi wa Kenya katika kuleta umoja wa makabila. Kukakuwa kuna makabila mengi karibu 150, lakini hawajajitambulisha kwa makabila yao kama sisi wa Kenya tulivyojitambulisha kwa makabila yetu. Lakini jambo unalolifanya kufunga kanisa kwa sababu mtu ameuliza swali, hawa watu wanapotelea wapi? Hawa ni kondoo wake, hawa ni wafuasi wake,
ni wafuasi wa dini ya Kiislamu, ni wafuasi wa dini za Kikristo, ni wafuasi wa dini za kitamaduni, ni wananchi tukufu wa jumuiya ya East Africa, ambayo kwa sasa tunaamini ya kwamba hamna mpaka kati ya Kenya, Tanzania na Uganda, Rwanda na Burundi, maana pasipoti zote ni za rangi moja na zimeandikwa East Africa. Tuna wimbo mmoja wa taifa la East Africa ambao tunauimba kwenye institution zetu zote. Tunaimba kwenye shule. Watoto wetu wamefundishwa wimbo wa East Africa. Kwa hivyo mimi ninainuka kama mchungaji hapa Kenya. Ninaitwa Apostle Ndora wa Roinge. Ninasema hivi, jambo ambalo Suluhu umelifanya ni jambo la kinyama, ni jambo la kishenzi, ni jambo ambalo halina misingi na halina binadamu. Makanisa ya Gwajima, kanisa linaitwa The Glory of God. I don't know whether the Glory of God. Makanisa hayo si kuomba na kuamuru Samia ndio uweze kuepukana na kichapo cha kiungu, maana utakipata kabla uchaguzi ufanyike. Kichapo ambacho utaenda kukumbana nacho hakijawahi kukutana na mtu yote katika Afrika nzima. Kabla jambo hilo halijafika, ama kabla hujafikiria kufanya jambo lingine, kanisa la Gwajima lifunguliwe mara moja. Namba 2, uache kuteka watu nyara, maana watu hawa Mungu akiwa mbinguni anakuona. Hivyo navyofanya, kitendo kama hicho kitafanyika kwako. Whatever you are doing to others, it shall come to pass to you. Maana there is something that is God is about to do to you and your family and the people that are working with you. Umeshurutisha kila mtu. Umeshurutisha wanasiasa, umeshurutisha mpaka chama. Umekichukua katika misingi ya dini ya Kiislamu ya magaidi. Si dini ya Kiislamu iliyo na ufasaha mzuri. Umekuwa gaidi wewe mwenyewe. Gaidi la kupiga watu wale wengine, kufunga watu wale wengine, kuua watu wale wengine. Na kashifu tendo hilo kwa moyo wangu, kutoka kwa moyo wangu. Na kwa njia yote, na kwa niaba ya makanisa wote ya Kenya, tumeunganika pamoja kuhakikisha ya kwamba haki na ikatendeke juu ya kila mtu Mtanzania. Maana hapa Kenya Watanzania wapo. Wafanyikazi tunaofanya kazi nao wengine ni Watanzania. Wafanyikazi wa Kenya wengine wanaishi Tanzania, tunao watu wanaishi Tanzania wa Kenya. Wanabiashara wa Kenya wanaishi Tanzania. Wengine wanaishi Uganda, wengine wanaishi Rwanda, wengine wanaishi DRC, wengine wanaishi Ethiopia, wengine wako Sudan. Tendo unalolifanya litalete uhasama dhidi ya mataifa ya East Africa. Na kuna siku watu watakuinukia, na nataka nikuhakikishia kwamba si vigumu kwa mara ya kwanza kabisa CCM kukosa kiti cha urais. Si vigumu kwa mara ya kwanza kabisa CCM kukosa wingi wa viti bungeni. Kwa hivyo ufanye jambo la busara kabisa, uhakikishe ya kwamba kila kitu kimeenda vizuri. Pia ni vizuri kama mama ukatunze watoto wenyewe. Jinsi unavyomtunza mtoto wako, ukatunze watoto wenyewe. Na ndio tuweze kuwa katika nchi na Afrika. Vile vile marais wote wa Afrika, wa East Africa, akiwemo pamoja na Ruto, akiwemo pamoja na Museveni, akiwemo pamoja na Kagame na ule wa Burundi na Tshisekedi pamoja na Salva Kiir. Ni vizuri marais wote muingilie kati kuangalia ni vipi Tanzania itazuiliwa kuingia katika hali ya sintofahamu, kwa sababu na ubatuli na ugumu na umang'aa ambao umedhihirishwa na kikundi kidogo ambacho kimemzingira Mama Samia. Mama Samia anaweza kuwa ni mama mzuri, lakini kutokana na kukua pamoja na watu ambao makusudi yao na nia yao ni kutumia nafasi hii kujinifausha wao wenyewe, lazima tulikashifu neno hili, na kila mtu katika East Africa aamuke kuzuia tendo kama hili.
kila mtu katika East Africa atoe sauti yake. Tanzania ni Kenya na Kenya ni Tanzania. Tanzania ni Uganda na Uganda ni Tanzania. Tanzania ni Rwanda na Rwanda ni Tanzania. Maana we have families across border. Katika border ya Kenya na Tanzania tuko na Wamasai pande zote mbili. Katika border ya Kenya na Uganda tuko na Wakaramonjong, tuko na watu kutoka Busia, watu tunashiriki pamoja. Kuna Wajaruo wa Kenya na kuna Wajaruo wa Tanzania. Kuna Wajaruo wa Kenya, kuna Wajaruo wa Uganda. Na we are brothers, we are sisters. We have every obligation to make sure that whosoever that tries to intimidate or to destroy the fabric, the good fabric of East Africa must be stopped at every clearest way. We must come up and rise up against the demonic nature. Now, nataka nizungumzie hili neno kwa njia nyingine tofauti kidogo. Why is the attack on the church in Tanzania? The attack of the church in Tanzania, it is a larger plan that is planned to be initiated in the whole of East Africa. And this has been an agenda from the Abuja Declaration to make sure nations subscribe and follow Sharia law. Kile Samia anachokifanya kule Tanzania ni anaandaa wakati wa kuingiza Watanzania wote kwenye sheria ama sharia ya Kiislamu. Ndio kila mtu atii na akae kulingana na sharia za Kiislamu. It is just but a preparation. Kenya walikuwa wameanza, wamejipanga kwenye serikali vilivyo, walikuwa wamechukua wizara zote ama idara zote za ulinzi zote, na walikuwa wamezikamata vizuri, na walikuwa wamejiandaa kwa ajili ya kufanya hivyo. Lakini tulipojua, tuliinuka na tukakataa, na kutoka siku hiyo mawaziri waliokuwa ambao walikuwa wameshikilia idara ambayo inahusika na ulinzi wakaondolewa. Wengine ambao walikuwa kwenye polisi wakaondolewa. Kumebaki wachache, maana pia ni wa Kenya, hatuwazui na hawatazuiliwa, lakini agenda iliyofiche ndio sasa imeondolewa Kenya, imepelekwa Tanzania, ndio waweze kudhulumisha wana CCM ambao ni Wakristo ambao wanashangilia huyu mama. Kuna wakati kulingana na mipango yao pia nyinyi mtakuja kulia. Kwa hivyo ilindeni East Africa isiwe inchi ya kidini, isiwe inchi ya dini la Wakristo wala dini la Waislamu, lakini iwe a nation where freedom of worship is experienced, where no single religion ambayo itadominate any other, where all the religions will be equal before the eyes of God and before the constitution and before the law. Kwa sababu what is about to happen is about that they are organizing strategically, putting in place, just as they have done in Nigeria, where now Christians have no power, Christians have nothing to say, they have got no say at all. They have been limited, they have been strangled, they are not able to speak, to say. Na waliinua vikundi kama Boko Haram. Boko Haram ilikuwa imesapotiwa na wale ambao walikuwa kwenye serikali. Ndio Wakristo wa maeneo mengine wafurushwe na wakozeshwe amani. And that is how the Islam has gained authority, supremacy in Nigeria. Now Christians are intimidated. Whatever they're doing, they are completely intimidated. This one was tried in Kenya, but it has failed, and it will fail, and nobody will attempt. And for the sake of the revival of the gospel of Jesus Christ, freedom must be protected at all costs. Kwa hivyo, anyone, wachanini na siasa za CCM, siasa za kikabila, siasa za Gwajima, it is not about Gwajima. It is not about his church. It is not about what is happening. No, it is about Christianity being muscled. Whatever they are trying to do is to muscle the entire system of Christianity so that they can take foothold and to stop everything that is happening in East Africa, because they want to suppress the economy, they want to suppress the welfare of the people around, to stop any and everything that is happening, so that the Muslim the radical Muslim plan, or the Abuja Declaration, can be grounded from Tanzania towards East African nations.
Therefore, we are not against. I'm not against the Muslim Brotherhood or anything that is concerning Muslim, but the agenda to suppress Christianity is what I'm against. We have the freedom, we have the power, and every person has a freedom to worship whatever you want to worship, and nobody is supposed to intimidate. Therefore, I'm asking my brothers and sisters in Tanzania, pastors and bishops wherever you are, and the brothers and sisters in Kenya, pastors and bishops, and also in Uganda, in Rwanda, in Burundi, in Ethiopia, in Sudan, in Somalia, wherever you are Christian. This is the time to rise up and defend Christianity and defend any aggression against Christianity. Because if the agenda in Tanzania succeeds, it will succeed in Kenya. It will succeed in Rwanda. It will succeed in Burundi, DRC. It will succeed. Let's have nations that are not religious, secular nations where everybody has a position to worship their God. And the worshiping God should not be limited. And nobody, a Muslim for that matter, in the name of the president, has no right to shut down any system that is of a Christian. Therefore, let us work hard. Let us move. Let us do everything possible to make sure this religious but barbaric acts does not or will not be entertained by anybody. And we demand immediate opening of the Gwajima churches. Gwajimanization, it is what we call that is personal philosophy, and which should be held personally to that person. Don't intimidate other people who are worshippers. It is Gwajima whom you should go for, not Christians, not Christianity, not a church.